Chido TV. Mgeni wetu wa runinga yetu ya Chido TV. Leo tuna mgeni kutoka Tanga Korogwe. Tuko na Nabii Peter. Tunataka kwanza yeye hatufahamishe zaidi yale aliyomsukuma kufika jiji la Dar es Salaam katika Chido TV. Nabii Peter, ningependa kujitambulisha majina yako na utuambie hapa umefika namna gani na safari ilikuwaje? Karibu. Jina langu naitwa Peter Michael na mimi ni mtumishi wa Mungu kutoka pale wilaya ya Korogwe, mkoa wa Tanga. Nimekuja Dar es Salaam kwa ajili ya kuja kueneza Injili. Nimekuja Dar es Salaam pia kwa sababu ni mji mkubwa na una watu wengi, lakini pia nimekaribishwa na watu ambao wamependa niweze kuwepo. Kwa hiyo nimekuja kwa ajili ya kuifanya kazi ya Mungu katika mji wa Dar es Salaam. Na nikushukuru kwa mwito wako, lakini pia niseme tu karibu tena. Karibu sana. Na hii ni Chido TV. Karibu sana. Twende kwenye ajenda yetu ya leo. Moja kwa moja, ningependa kwanza ujue historia yako fupi ya maisha yako. Mimi historia yangu kwa kifupi tu ni kwamba mimi nimezaliwa wilaya ya Tarime, mkoa wa Mara. Na kabila langu mimi ni Mkuria. Mtumishi wa Mungu kwa sasa, nipo katika kazi ya utumishi wa Mungu kwa miaka 9 sasa. Shukuru Mungu kwa sababu neema bado inaongezeka ya kumtumikia. Amen. Baba mchungaji, ni kitu gani kilichokufanya uache mambo yote ya dunia na kuchagua kazi ya Bwana? Ni Mungu alinichagua na niliona mambo ya dunia hayana faida, maana nilikaa nikayatumikia, sikuona faida yake. Mungu alivyoniita nami nikaamua kumfuata, kumgeukia yeye moja kwa moja. Tu mimi nimebaki kuitumikia kazi yake. Na Mungu kwa Mungu kwa sasa hivi. Na sasa hivi tunasikia unaitwa Nabii Peter. Anyway, tuendelee tu na ajenda zetu za leo. Kabla hujaanza kazi ya utumishi wa Bwana, hapo nyuma ulikuwa unafanya shughuli zipi? Nimefanya shughuli nyingi. Nimeshughulika na mambo ya kilimo, nimeshughulika na mambo ya ufundi wa aluminium, lakini sasa nimekuja kuwa tena na utumishi, na huu ni wito Mungu ameniita niweze kumtumikia. Lakini nilikuwa fundi wa aluminium na nimekuwa nashughulika na kilimo ambacho naendelea mpaka sasa, na hivyo vingine pia naendelea navyo, lakini Mungu amenipa neema ya kuendelea na utumishi pia. So baba mchungaji, tangia umeanza kuwachunga kondoo zako hadi sasa, ni miujiza ipi uliyoiona katika utumishi wako? Mungu anafanya mambo kwa ukubwa sana. Naona wagonjwa wanapona, mambo tunayoonyeshwa katika ulimwengu wa roho yanatokea katika ulimwengu wa mwili. Mungu anafanya kazi kwa ukubwa sana. Kazi yangu ambayo naifanya kule Korogwe Tanga mahali nilipo inajielezea hata kwa jamii iliyotuzunguka kwamba watu wanafunguliwa na watu wanapona. Ndio miujiza mikubwa ambayo Yesu anatenda katika huduma yetu. Je, kuhusiana na huu mzozo ambao tuko nao hapa, ambao ni mzozo wa faida, kwamba kupitia huduma yako watu wataweza kupata unafuu, watu wataenda kuokolewa na watu wataenda kupona, wagonjwa wa aina kila ugonjwa wa aina yoyote. Ukiwa kama na Nabii Peter, asilimia ngapi ambao unatuhakikishia, kwa sababu ninakutazama kabisa kwamba watu wangu wanaotazama runinga yetu ya Chido TV mpaka sasa ni watu ambao mpaka sasa wamekusudia kuanza kuchukua hatua za kuweza kukufikia wewe, ili kusudi waweze kutatua shida zao ambazo zinawakumba. Hebu tuweke sawa katika hili. Hakutakuwa na zingenza hapa. Hii huduma haina madhara yoyote. Watu watapokea 100%. Maana wengi wanafanikiwa, wengi wanapona, na hakuna ujanja katika hili. Wito wa Mungu amenipa, na wapo watu wengi, maelfu ya watu wanazidi kufunguliwa kila leo.
unatoa neno gani kwa watumishi wako, na watarajie kuona yapi au kupata yapi katika huduma unayoifanya? Tunaendelea kumtumikia Mungu na watu watarajie kufunguliwa, kuponywa, kusaidiwa, kila aina ya changamoto walizonazo. Mungu atasimama kwa ajili ya kuleta msaada. Okay, unaweza kutuonyeshea hayo maji au mafuta hayo tuweze kuyajua na yanaitwa jina gani? Jina ningependa utueleze kwa kina tuweze kujua hayo maji jina hilo lina maana gani na hayo mafuta jina yana maana gani. Hapa nimeshikilia maji yanaitwa maji ya uponyaji. Neno la Mungu liko juu ya maji. Maji yanaitwa maji ya uponyaji. Niko nayo na siku zote yanapatikana kanisani kwetu, watu wanakuja wanachukua. Mikoani pia tunawatumia walio mbali, wakipiga simu tunawatumia, yanawafikia kwa ajili ya msaada wa uponyaji. Maji haya yanaponya magonjwa tu. Mtu apateje? Kuna ubora wote wa huduma ambao umeboresha au mpaka tu uwe akufikie huko Tanga uliko, au mahali pote huduma hiyo ipo? Kwa mikoa iliyopo katika nchi ya Tanzania tunaweza kutuma kwa wote. Lakini walio nje ya hapo waweza kufanyika utaratibu, ndio tunaomba Mungu aweze kufungua neema na mafanikio ili aweze kuwafikia watu wote, mpaka tuwe na uwezo wa kifedha wa kufungua malango hayo ya kuweza kuenda mpaka kwenye mataifa mengine. Okay, na hayo maji yanaitwaje? Haya maji yanaitwa maombi ya uponyaji. Hayo maji yanaitwa maombi ya uponyaji. Maji yaliyoombewa siku 120 kwa ajili ya kuponya tu magonjwa. Magonjwa yoyote yanayokusumbua, ukinywa maji haya unapona. Ningependa ugeuze kamera vizuri, maji yaonekane, watu waweze kujua vizuri. Yanaitwa maji maombezi. Maombi ni uponyaji na Yesu ni jibu. Maombi ni uponyaji na Yesu ni jibu. Nabii Peter. Okay, hayo ni maneno ya Nabii Peter akitueleza kwamba maji hayo ni safi na salama kwa uzima, kwa kupata afya na uzima wa jambo lako. Naweza nikakupa ushauri kidogo. Mafuta haya yanasaidia sana. Na mama mmoja alikuwa anafanya biashara, kwa siku anauza shilingi 20,000 kwa siku, anauza sokoni shilingi 20,000. Mara baada ya kuanza kutumia tu mafuta haya anauza shilingi 700,000 ndani ya siku moja. Lakini mafuta haya, kuna mama mmoja anafanya kazi ya mgahawa, alikuwa anauza kilo 2 za wali, lakini sasa anauza kilo 12. Mtu akitumia mafuta haya atakubaliwa. Mtu akitumia mafuta haya atafanikiwa vitu ambavyo vilikuwa ni vigumu kufanikiwa. Mfano, kuna watu kila siku anasema anataka kuolewa, haolewi. Wamefunga njia ya kuolewa. Kuna waliofungwa kwenye kuzaa, kuna waliofungwa kupata kazi, kuna waliofungwa kupandishwa vyeo, kuna waliofungwa na nguvu za giza kwa namna yoyote. Haya mafuta ukiyapaka ndani ya siku 7, hiyo njia imefunguka. Kwa 100% wote wageuke na wamrudie Mungu, watakombolewa. Kwa hiyo ujanja ni kumrudia Mungu. Ujanja ni kumrudia Mungu. Hakuna namna. Nikushukuru sana. Watazamaji wa runinga yetu ya Boychido TV, na hayo ndio yalikuwepo hapa mezani kwetu, tukiwa na mgeni wetu Nabii Peter kutoka Tanga mkoani Korogwe, na hivi yupo jiji la Dar es Salaam. Ametueleza kwa upana zaidi na ameleta tiba zaidi kupitia Boychido TV. Kubwa, endelea kusubscribe, kulike na kucomment. Karibu tena tukutane kipindi kingine cha moto moto. Boychido TV. Na